seke riamando robo shiki. Ramando robo seke. Ramando robo seke. Robo shiki riamando. Ramando robo seke. Ramando robo seke. Ninaona una shida kwenye chembe yako na moyo, kwenye maungio ya kifua chako na tumbo lako. Kuna shida, kwenye shida ni kama kitu kinavuta kwa ndani na unapata maumivu makali kwenye kifua chako, kwenye kifua chako. Ramando robo shiki riamando. Ramando robo seke. Ramando robo shiki riamando. Ramando robo seke. Ramando robo seke. Nguvu za Mungu ziko juu yako, juu yako, kwenye hiyo shida iliyoko kwenye kifua chako. Ramando robo seke. Ramando shiki. Robo seke, robo shiando, ramando robo seke, robo shanda, ramando robo seke, robo seke, robo seke. Eneo la nyuma kwenye kisigino, kwenye kichwa, kwenye kichwa chake, eneo la nyuma ni kama kuna kitu kilikaa kwenye hicho kichwa. Kwa eneo la nyuma la kichwa chako, kwenye kisogo. Ramando robo seke. Na Mungu anaweka huru ufahamu wako. Anaweka huru ufahamu wako. Ramando robo seke. Ramando robo, rama robo seke. Ramando robo seke. Robo shanda. Diski ya bega lako la kushoto inawekwa sawa. Diski ya bega lako la kushoto inawekwa sawa. Ramando robo seke yama. Robo shiki. Ramando robo seke. Ramando robo seke yama. Ramando robo. Robo seke. Yes, Lord. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Ramando robo seke. Ramando robo seke riama. Robo shiki. Ramando. Ramando robo seke. Ramando robo shiki. Ramando robo seke. Ramando robo seke. Umekuwa ukiombea hiyo familia muda mrefu. Naona roho wa upatanisho anashuka ndani ya hiyo familia. Mungu anawapatanisha kwenye hiyo familia. Damu ya Yesu inanena kwa ajili ya hiyo familia. Na Mungu anaondoa mafarakano ambayo yamekuwepo. Na roho ya upatanisho inaingia ndani ya hiyo familia. Ramando robo. Ramando robo seke. Robo shiki riama. Ramando robo seke. Robo shanda na riamando robo seke. Yes, Lord. Yes, yes. Ramando robo seke. Robo shiki. Ninaona watu watatu. Hamkuwa na mawasiliano kabisa na familia. Mawasiliano yako na familia yalikatika kabisa kwa namna ambavyo huna hamu ya kuwatafuta, hawana hamu ya kukutafuta. Lakini Mungu anarejesha hayo mahusiano. Ramando robo seke. Robo shanda na riamando robo seke. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa uaminifu wako. Sifa na heshima tunakurudishia kwa kuwa unastahili. Wewe ni Mungu, hatuna Mungu zaidi yako. Mimi ndio jina lako tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.
Haleluya. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena. Siku nyingine ambayo Mungu ametupa, na tunaamini kabisa Roho Mtakatifu ana kitu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amen. Tumejifunza mara kadhaa. Shukuru Mungu kwa ajili ya walimu ambao wamekuwa wakiendelea mahali hapa. Lakini tangu siku ya kwanza ya mkutano huu tulipoanza, tuliweka msingi wa somo la madhabahu, na tulienda nalo kwa kipindi kadhaa, na wengine wamekuwa kilifuatilia kwenye kitabu. Lakini Mungu ametupa tena siku mbili, siku ya leo na ya kesho, ya kuendelea kuongea kwa habari ya madhabahu. Haleluya. Haleluya. Na Jumamosi tutakuwa na ibada ya misa takatifu hapa, na kuna mambo tutashughulika nayo vizuri kabisa ili uweze kukaa mahali pazuri zaidi. Haleluya. 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 Na somo la leo, sababu ya muda tulio nao, nitaenda nalo haraka kidogo. Lina kichwa cha habari kinachosema madhara ya madhabahu ya nje katika fikra, ili usiishi maisha uliotakiwa kuishi. Madhara ya madhabahu yanayobana fikra, ili usije ukaishi maisha ambayo unapaswa kuishi. Madhara ya madhabahu yanavyoweza kubana fikra. Sasa ni madhabahu za miungu yanaweza kubana fikra zako, ili usiishi sawa sawa na ulivyopaswa kuishi. Na nitakwenda haraka kidogo, kishindwa kuandika utafuatilia kwenye kitabu cha madhabahu, lakini na muda mchache sana. Na mstari wa kwanza nao nataka tuanze nao ni Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na mstari wa 4 ndio mstari ambao nataka tuanze nao. Anasema hivi: lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao waliopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema hivi, kuna Mungu wa dunia hii. Sasa ukiangalia neno Mungu limeandikwa kwa herufi ndogo, likimaanisha sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasije wakaamini, ikawazukia nuru ya injili yake Kristo, aliye sura yake Mungu. Haleluya. Pointi ya kwanza nataka uione, kuna Mungu anayeitwa Mungu wa dunia hii, na ana kazi nyingi kwa wanadamu, lakini kazi moja wapo ni kupofusha fikra za wanadamu, ili nuru ya injili isiwasukie na wasije wakamtambua Kristo ambaye ni sura halisi ya Mungu. Haleluya. 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 Imesema hivi, kuna Mungu wa dunia hii ambayo kazi zake ni nyingi, lakini moja wapo ya kazi zake ni kupofusha fikra za wanadamu, ili wasije wakashukiwa na nuru ya injili na wakamwamini Kristo ambaye ni sura na mfano, ambaye ni sura halisi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo unaona moja kwa moja huyo Mungu wa dunia hii akitaka kukupiga vita kwenye imani yako ndani ya Kristo, mahali anapoenda kukubania ni kwenye fikra. Anapofusha fikra zako usije ukazukiwa na nuru ya injili, ile mwanga wake Kristo ambaye ni sura halisi ya Mungu. Lakini mahali anapoenda kukubania ni kwenye fikra. Mahali anapoenda kukupofusha ni kwenye fikra. Anacholenga ni usije ukaamini juu ya Kristo aliye sura yake Mungu. Usije
sehemu anaenda kukubania ni kwenye fikra. Haleluya, haleluya, haleluya. Pointi ya pili, ulivyo ni matokeo ya fikra yako. Pointi ya pili, ulivyo ni matokeo ya namna unavyofikiri. Mithali 23 mstari wa 7 ni mstari ambao wengi wanauelewa. Mithali 23 mstari wa 7 anasema hivi: maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Haleluya. Anasema hivi, Mungu wa dunia hii anaenda anapofusha fikra, alafu anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo shetani akitaka kukutengenezea mfumo fulani wa maisha, anautengeneza ndani yako kupitia fikra, ambayo hiyo fikra kazi yake ni kukutengenezea mtazamo, ambao huo mtazamo kazi yake ni kukutengenezea staili ya maisha. Haleluya. Kwa hiyo akitaka kukubadilisha kimaisha, akitaka kubana maisha yako, akitaka kuvuruga maisha yako, akitaka kubana hali yako ya maisha, haendi kwenye maisha, anaenda kwenye fikra, ambayo hiyo fikra kazi yake ni kukutengenezea mtazamo, na kazi ya mtazamo ni kukuwekea mfumo wa namna ya kuishi. Kwa hiyo akifanikiwa kuvuruga fikra, maana amevuruga mtazamo. Akifanikiwa kuvuruga mtazamo, maana amevuruga mfumo wako na namna yako ya kuishi. Lakini uwanja wa vita ni kwenye fikra. Haleluya, haleluya, haleluya. Pointi yangu ya 3, nimekwambia tunaenda haraka kidogo. Pointi ya 3, tunao uwezo wa kufungua fikra zilizobanwa na shetani ili kudhibiti maisha yetu. Tunao uwezo wa kufungua fikra zilizobanwa na shetani ili kudhibiti maisha yetu. Wakorintho wa pili sura ya 10. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Na kuonyesha hii mstari afu kuna mahali tunaelekea. Anasema hivi: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba moja wapo ya uwanja wa mapambano wa vita vya kiroho kati ya miungu na mwanadamu ni kwenye fikra. Ilibidi aweke suluhisho la namna ya kutoka kwenye hiyo fikra, na suluhisho lake akasema hivi: silaha zetu hazifanyi kazi katika hali ya kibinadamu, zinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho, na kazi moja wapo ni kuangusha ngome za mawazo na kuteka nyara kila fikra ili zipate kumtii Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini ameweka huu mstari? Ni kwa sababu anajua kwamba kazi mojawapo ya Mungu wa dunia hii ni kupofusha fikra za watu wasije wakaishi maisha wanaopaswa kuishi. Lakini wakipofushwa, ameweka na suluhisho kwamba ametupa silaha za kuweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kuangusha ngome za mawazo zilizopofusha hizo fikra na kuziteka tena nyara hizo fikra ili zirudi tena kwa Kristo, zianze kumtii Kristo, na tangia hapo huyu mtu aanze kuondoka tena kuishi maisha ambayo Kristo alimkusudia aishi tangu mwanzo. Haleluya, haleluya. Hiyo ni pointi ya ngapi? Ya 3. Tuko pamoja? Pointi ya 4. Pointi ya 4, madhabahu za miungu kazi mojawapo ni kupofusha fikra zako usije ukaishi maisha uliokusudiwa kuishi. Kazi mojawapo ya madhabahu za miungu katika familia ni kuhakikisha kwamba zinapofusha fikra zako usije ukaishi maisha ambayo ulikusudiwa uishi. Na ninakupa mfano wa mtu mmoja, na alafu tangalia, hatuna muda wa kwenda mbali zaidi. Ninakupa mfano wa Gideon kwenye Waamuzi sura ya 6. Waamuzi
sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Inasoma mstari wa kwanza mpaka wa 6. Uone kitu anachosema. Kisha wana wa Israeli wakafika, wakafanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea, na Wahamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao. Katika Israeli wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote. Tumsifu Yesu Kristo. Hao ni wana wa Israeli wamefanya maovu mbele za Mungu, alafu Mungu akawatia mikononi wa Wamidiani wawatese. Jeshi la Midiani likaja likaanza kuwatesa wana wa Israeli, na wakawa wakaingia kwenye mashamba yao, wakawa wanavuna vyakula walivyolima, na wanawapiga wana wa Israeli kwa namna ambavyo ilibidi wana wa Israeli wachimbe mashimo, waishi kwenye maandaki, waishi kwenye mashimo, waishi kwenye mapango, na hakuna chakula, kwa sababu walikuwa si tu kwamba wanawapiga, lakini wanaingia kwenye mashamba yao na wanachukua chakula chao. Haleluya. Kwa hiyo katika mazingira hayo, hali ilikuwa mbaya kwa wana wa Israeli kuliko unavyofikiri. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Twende mstari wa 11. Twende mstari wa 11 mpaka wa 13. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Yoashi Mwebezaeli, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Gideoni akamwambia, ewe Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Haleluya. Haleluya. Okay. Gideoni yuko kwenye shimo, anapepeta ngano ili aifiche mbele ya macho wa Midiani, Waisraeli wapate chakula. Alafu malaika anakuja anamwambia Gideon, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Haleluya. Haleluya. Malaika anakuja anamwambia Gideon, Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Cheki kitu ambacho Gideon anajibu. Anasema, kama Bwana yu pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo ambayo baba zetu walituhadithia, namna alivyowatoa kwenye nchi ya Misri? Yako wapi mambo makuu ambayo tumesikia wazee wetu wakituhadithia? Unaniambia Bwana yuko pamoja na mimi, lakini kwa kweli wewe ndiye unayemuona, mimi simuoni. Haleluya. Haleluya. Kwa nini malaika anasema Bwana yu pamoja? Kitu anajaribu kumwambia wewe unayemuona Bwana ya kwamba yuko pamoja nami, lakini mimi sijamuona Bwana unayesema kwamba yuko pamoja nami. Kitu gani kinamfanya Gideoni asimuone Bwana hata kama malaika amemuona Bwana? Fikra za Gideoni zimekamatwa na mazingira alionayo Gideoni. Haleluya. 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 So malaika anamuona Bwana kwa Gideon, alafu Gideon hamuoni Bwana. Kwa nini? Mwambie mwenzio, mazingira yaliyotengenezwa na madhabahu za miungu
yalibana fikra za Gideon kwa namna ambavyo hata Mungu alipokuwa pamoja naye, Gideon hakumwona Mungu. Hata Mungu alipotaka kumsaidia, Gideon hakuona msaada. Kitu gani kimembana? Fikra zake zinasema Bwana hayuko pamoja na mimi. Kitu gani kimembana? Fikra zake zinasema kwa mazingira kama haya Mungu hawezi kuwepo. Lakini malaika anasema Bwana yupo pamoja nawe. Haleluya. 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 Jambo la pili. Malaika anasema Bwana yupo pamoja nawe, ewe shujaa. Kwa hiyo si tu kwamba Bwana yuko pamoja na Gideon, lakini Gideon ni shujaa. Tuko pamoja. Malaika anajaribu kumwambia Gideon, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Si tu kwamba hakumwona Mungu kwenye maisha yake, isipokuwa pia hata kile ambacho Mungu aliweka kwenye maisha yake Gideon hakukiona. Ndio maana malaika anamwambia Bwana yupo pamoja nawe, ewe shujaa. Wakati yeye amekaa kwenye andaki, wakati anapepeta ngano, wakati amejificha na majeshi ya Midiani, amekaa kwenye shimo, anaishi kwenye shimo, maisha yake yako kwenye shimo, anafanya kazi zake kwenye shimo. Lakini malaika anakuja anamwambia wewe ni shujaa, lakini si shujaa tu, lakini Bwana aliyekufanya kuwa shujaa yuko pamoja na wewe. Lakini Gideon anajiuliza, tangu lini shujaa akakaa kwenye shimo? Haleluya. Haleluya. Kitu gani nataka kuonyesha? Kuna maisha ambayo Mungu alikuwa amemwandalia Gideon. Kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa ameweka kwenye maisha ya Gideon. Kuna mambo ambayo Mungu alibebesha moyo wa Gideon. Uokovu wa Waisraeli ulikuwa mikononi mwake. Kuna maisha ambayo kiwango fulani cha maisha cha utumishi ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Lakini kuna fikra zilikaa ndani ya Gideon ambazo zilimzuia kabisa Gideon asije akaona kile ambacho Mungu ameandaa kwenye maisha yake. Kuna fikra zimejengwa kwa Gideon kwa namna ambavyo hawezi kumwona Mungu kwenye mazingira alionayo, lakini pia hawezi kuona alichoweka Mungu ndani yake kutokana na mazingira alionayo. Lakini hayo mazingira yametokana na nini? Yametokana na Israeli kumwasi Bwana na kuabudu Mungu mwingine kwenye madhabahu nyingine. Kitu gani nataka nikwambie? Inawezekana kabisa maisha ulionayo sicho ulichoitiwa. Inawezekana kabisa unaomba kumwona Mungu asubuhi, unaomba kumwona Mungu mchana, lakini kwa kweli kabisa Bwana yupo pamoja na wewe. Lakini shida iliyoko ni kwamba kuna madhabahu ya Mungu mwingine imekaa mahali, imepofusha fikra zako kwa namna ambavyo hata Bwana akiwa pamoja na wewe huwezi kumwona, kwa sababu moja wapo ya lengo ni kwamba wasije wakashukiwa na nuru ya Injili wakamwamini Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo ikishapofusha hizo fikra, kuna namna ambavyo hata kama Mungu atakuwa pamoja na wewe, atabaki kuwa pamoja na wewe, lakini hutamwona Mungu aliyeko pamoja na wewe. Wengine watamwona Mungu juu yako, lakini wewe hutamwona. Wengine watamwona Mungu yuko pamoja na wewe, wewe hutamwona. Kitu gani kimetokea? Fikra zimebaniwa mahali. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wakikutazama wanasema unaweza, wewe unasema wapi? Naweza kutokea wapi? Kwa nini? Mwambie mwenzio fikra ziko kwenye madhabahu nyingine. Bwana yuko pamoja nawe, ewe shujaa, lakini shujaa anapepeta ngano, yuko kwenye shimo. Unisikilize, inawezekana kabisa mahali ulipo siko ulikopangiwa kuwepo, ila kuna kitu kimebana fikra zako, kimekuweka hapo ulipo. Kwa namna ambavyo neno la Bwana linakuja linakwambia Bwana yuko pamoja nawe, wewe unahesabu hali ulionayo. Kama yuko pamoja na mimi, mbona bado naumwa? Kama yuko pamoja na mimi, mbona hajanipa hela? Kama yuko pamoja na mimi, mbona hiki na hiki bado hakijafanyika? Sikiliza, pamoja na kwamba Gideon alikuwa kwenye shimo, lakini Bwana alikuwa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu alishaweka kitu ndani yake, lakini kuna mazingira yamemfanya Gideon
alijifunua kwa namna ambavyo hata Mungu akijifunua kwake, Gideon hamuoni huyo Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa fikiri yuko kwenye shimo. Malaika anamwambia Mungu yuko na wewe hapo, alafu wewe ni shujaa. Aliuliza maswali magumu kweli. Haleluya. 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 Okay. Hebu tusonge mbele kidogo. Mstari wa 13 mpaka 16. Kuna kitu nataka uone hapo. Anasema hivi. Anasema hivi. Mstari wa 14. Bwana akamtazama. Hebu sema akamtazama. Na hata sasa hivi anakutazama. Mwambie mwenzio Bwana anakutazama. Anasema hivi mstari wa 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Hebu sema huu. Huu manake unao. Haleluya. Haleluya. Malaika Bwana hasemi nitakupa uwezo. Anasema enenda kwa uwezo wako huu. Manake Gideon uwezo unao, ila umefeli kuutendea kazi. Kuna kitu unacho ndani yako, lakini kuna mahali fikra zimebanwa. Huwezi kutoka hapo ukafanyia kazi kile ambacho Mungu ameweka kwenye maisha yako. Enenda kwa uwezo wako huu. Manake unao uwezo wa kufanya unachotakiwa kufanya. Unao uwezo wa kuenenda unavyopaswa kuenenda. Mungu ameweka hiyo package ndani yako. Unayo Gideon. Enenda, tumia uwezo ulionao kufanya unachopaswa kufanya. Sasa Gideon kilimsumbua kwa sababu analia ya kwamba Mungu aingilie kati awaokoe Waisraeli. Alafu Mungu anamwambia sio mimi nimebeba huo uwezo. Huo uwezo nimeweka kwako. Enenda kwa uwezo wako huu. Haleluya. 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 Anamwambia Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutoa? Akamwambia, Bwana, nitawaokoaje Israeli kwa jinsi gani? Tazama, sikiliza mawazo ya Gideon sasa. Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Yani kwenye kabila letu la Manase, familia yetu ndio maskini kuliko wote. Na mimi ndiye niliye mdogo kuliko nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nao, nao utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele ya macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nije nikatoe zawadi yangu na kuweka mbele yako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Nataka uone fikra ya Mungu kwa Gideon na fikra ya Gideon kwake mwenyewe. Malaika anamwambia hivi, Bwana anamwambia hivi, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Waisraeli. Gideon anasema, niambie naenda kuwaokoaje? Kwa sababu kwanza kwetu kwenye kabila la Manase, familia yetu ndio maskini kuliko zote. Na ndio mawazo ulionayo. Haleluya. Haleluya. Lakini licha ya kwamba familia yetu ni maskini, mimi ndio mdogo kuliko wote kwenye hiyo familia maskini. Niambie natokaje hapa nikaokoe Israeli? Haleluya. 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 Unisikilize. Ulivyo si Mungu ametaka uwe hivyo, ila kuna msingi wa kifikra umejengwa ndani yako ambao ndio unaokuzuia kufika alikotaka Mungu ufike. Gideon anaambiwa, enenda kwa uwezo wako huu, bila shaka nitakuwa pamoja na wewe. Ni mimi niliyekutuma, enenda kwa uwezo wako huu. Gideon anasema, uwezo upi unaozungumzia wakati kwenye familia ni maskini kuliko kabila lote, na mimi ndio mdogo kwenye hiyo familia kuliko kaka zangu wote? Niambie nitaokoaje hawa watu? Malaika anamwambia, ni bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe. Hivi anasema si kitu cha kuamini kirahisi kama unavyofikiri.
ishara kwanza. Kitu gani Mungu anajaribu kufanya? Anajaribu kupambana na fikra za Gideon ili asifikishe mahali ambapo zinaweza zikaelewa anachotaka aelewe. Sasa akasema nionyeshe ishara kwanza, ngoja nikupe zawadi, alafu unithibitishie kama ni kweli umetumwa kwangu kweli au umekosea. Haleluya, haleluya. Unagundua hivi, unajua kwamba unaongea na Gideon, anatokea kabila la Manase, kabila maskini kuliko yote, alafu ni mtoto wa mwisho. Hivi una uhakika kabisa umefunga safari kuja kuniambia nini hayo maneno? Sasa siwezi kukuamini kirahisi, pamoja na kwamba unasema ni Bwana umesema. Nipe ishara ili niamini kwamba ni wewe unaongea na mimi. Haleluya, 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 haleluya. Okay, hebu twende uone kitu ambacho Gideon anafanya. Anamwambia malaika, nitatoa zawadi, nitatoa zawadi, alafu unionyeshe kama ni wewe kweli sivyo. Sasa anasema hivi, mstari wa 22, mstari wa 21, ndipo malaika wa Bwana akanyosha, ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mikononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate. Moto ukatoka mwambani ukateketeza ile nyama na ile mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho ya Gideon. Gideon akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideon akasema, ole wangu e Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Mungu uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutokufa. Ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaliitia jina la Bwana. Hebu sema, akamjengea madhabahu Bwana hapo. Mungu amepambana na fikra za Gideon, na Gideon anamwambia, nataka unionyeshe ishara. Akaenda akaleta sadaka ya mkate na nyama mwanambuzi, akaweka juu ya jiwe lenye mwamba. Yule malaika akanyosha fimbo yake kwenye ule mwamba, moto ukatoka kwenye ule mwamba ukateketeza ile nyama na mchuzi na ile mikate. Gideon alipoona ishara akasema, sasa nimejua kwamba wewe ni Mungu unayeongea pamoja na mimi. Fikra zake zimefunguka kidogo kumwona Mungu ambaye malaika alimwambia Bwana yu pamoja nawe. Haleluya, haleluya. Lakini unaona, baada ya hapo Gideon akajenga madhabahu. Hebu sema, akajenga madhabahu, ambacho ndicho tulichokuwa tunafundishana kwamba madhabahu ni ishara ya maelewano, ni ishara ya mahusiano kati yako na Mungu aliyekutokea. Ndio maana kila aliyetokewa na Mungu kwenye agano la kale alijenga madhabahu, na Gideon naye akafanyaje? Akajenga madhabahu baada ya Mungu kumtokea na kumwonyesha ishara na kupokea sadaka yake, ambayo ndio tuliojenga hapa siku ile. Mwambie mwenzio, ndio tuliojenga mara ya kwanza. Madhabahu ya ndani inaokuhusisha wewe binafsi na Mungu. Haleluya. Sasa leo mimi siko hapo, hiyo mimi najua ulishajenga kama ulihudhuria ile misa. Mimi niko kwenye ile madhabahu ya nje. Sasa Gideon ameshajenga madhabahu tayari. Ngoja tuangalie mstari wa 25 uone kitu kilichotokea. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukakate Ashera ile iliyo karibu naye, ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa taratibu zake. Ukamtoe yule ng'ombe wa pili, ukamtoe awe sadaka ya kuteketezwa. Sasa sikiliza, sasa hii ni ya mimi na wewe. Sasa nenda kashughulike na ile ya babako. Haleluya, haleluya. Akamwambia sasa, usiku huo baada ya Gideon kujenga madhabahu ya mahusiano yake
binafsi na Mungu. Usiku huo Mungu akamtokea akamwambia, umeshajenga madhabahu ya mahusiano binafsi mimi na wewe, sasa ninakutuma nenda nyumbani kwenu, kuna madhabahu ya Baali kwenye familia ambayo baba yako anaitumikia, nenda kaangushe ile madhabahu, lakini kata na ashera zake, lakini utoe na sadaka kwenye ile madhabahu. Kitu gani Mungu anataka kumwambia Gideoni? Ni kwamba hujajua kilichokufungia hapo ulipofungiwa. Nimejaribu kujifunua kwako kwa staili ambayo hujanielewa ya kwamba ni Mungu anajifunua kwako, lakini kilichofunga fikra zako ni madhabahu ya Baali iliyoko nyumbani kwa baba yako, ambayo ndiyo iliyokufanya uwe kama ulivyo. Pamoja na kwamba nimekutokea tayari, lakini kuna wito mkubwa uko mbele yako, na huwezi ukaingia kwenye huo wito kabla hujashughulikia hiyo madhabahu ya Baali iliyoko nyumbani kwa baba yako. Kwa nenda sasa kaangushe ile madhabahu ya Baali iliyoko nyumbani kwa baba yako. Haleluya. 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 Sasa kesho nitaanza kufundisha taratibu namna ya kushughulikia. Sababu unaambiwa Gideon alichukua watu 10 akaenda nao. Umejenga madhabahu ya Mungu hapa ndani ya moyo wako, sivyo? Lakini usikurupuke kwenda kuvunja iliyoko nyumbani. Sababu unaweza ukaingia kwenye vita mbaya kuliko unavyofikiri. Pamoja na kwamba Gideon alimjengea Mungu madhabahu, lakini ilipofika hatua ya kwenda nyumbani kushughulika na ile ya kwenye ardhi ya baba yake, kuna utaratibu Mungu alimpa, kuna maelekezo alipewa namna ya kwenda na kushughulika na hiyo madhabahu. Haleluya. 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 Mstari wa 27 anasema hivi: ndipo Gideon akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini kwa sababu ya kuogopa watu wa nyumbani wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kutembea, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi akayatenda usiku. Hata watu wote wa nchi walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa, na ile ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili aliyetolewa sadaka juu ya madhabahu ametolewa sadaka juu ya madhabahu iliyojengwa. Kwa hiyo alienda akashughulika na ile madhabahu, akavunja ile madhabahu, akajenga madhabahu ya Mungu kwenye ile ardhi, alafu akatoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu aliyojenga kwenye ile ardhi. Haleluya. 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 So unaona Mungu anampa maelekezo namna ya kushughulikia hiyo madhabahu na hizo ashera na vitu vilivyoko ndani ya hizo madhabahu, kwa namna ambavyo akimaliza kushughulikia ndipo Gideon aje sasa abebe utumishi ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Haleluya. 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 Ndio maana nilikwambia pamoja na kujenga madhabahu ya ndani kati yako na Mungu, lakini madhabahu ya nje iliyoko kwenye familia bado ni kitu cha kushughulika nacho. Sasa si kitu cha kukurupuka, ni swala la kujipanga kwa namna ambavyo hatua kwa hatua unaenda kuwasaidia, hatua kwa hatua unaanza kufanyia kazi mpaka unaweza kwenda kujenga, na si kwenda kubomoa tu, na si kwenda kukata tu miti ambayo imekuwepo pale. Si swala la kwenda kung'oa tu mawe, ni swala la utaratibu wa kiroho wa namna ya kushughulika na hilo jambo. Ndio maana wengi wamefundishwa madhabahu, wameingia nyumbani kwa fujo, alafu wamekuta vita ni mbaya kuliko ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Haleluya.